kisha mtachukua Bible mtafanya copy vizuri. Amen. Mnasikia wanafunzi? Ya, pastor tusome Mithali 16 mstari wa 9. Biblia inasema moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Amen. Amen. Proverbs 16 verse 9. Mungu anasema hivi: mtu aweza kufanya mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu huongoza hatua zake. Amen. Amen. Ndio maana nawaambia kitu tuko tunafanya hapa ndani ya Kingdom Life Community Church, it's true, ni ukweli 100%. Kama wewe hauna mipango yoyote na kuja mbele za Mungu na kumwambia Mungu Baba niongoze, Mungu atakwambia nikuongoze wapi? Amen. Kama wewe unakuja mbele za Mungu na kumwambia Mungu Baba nisaidie, atakwambia nikusaidie nini? Amen. Kwa juu Mungu wetu si Mungu wa kwenda kwa hewa. Kuna kitu wa Kristo sana tumeharibika kwa kitu hicho. Kupenda kulia sana mbele za Mungu na kuonesha kwamba tumekufa, kwamba huruma. Amen. Mungu hatumikie ndani ya huruma. Anatumikia ndani ya neno lake. Amen. 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 Nataka kufuatia mfano. Bakikwambia kwamba wewe umefanya shida fulani na kwenda ndani ya koti, unaenda mbele ya judge. Judge akianza kuambia makosa yako na wewe hauseme kitu, unaanza kulia. Sababu judge unalia sana, machozi yanakuja na damu inaingia ndani. Hakika jaji atakujaji pia, atakujaji kufuatana na vile wamesema juu yako. Kama hautambuke maneno ya kuonesha kwamba wewe uko right kufuatana na sheria, batakujaji. Ndio maana hata kama uteseke na mnaka, kama hausimame ndani ya neno la Mungu, Mungu hatafanya kitu chochote ndani ya familia yako. Mungu hatafanya kitu chochote ndani ya watoto wako. Mungu hatafanya kitu chochote ndani ya kanisa. Amen. Ndio maana hapa neno la Mungu linatuambia ndani ya Proverbs 16:9, mtu aweza kufanya mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu huongoza hatua zake. Unajijua, unamwogopa Mungu na kufuata sheria zake. Amen. Lakini ndani ya mawazo ndani kichwa chako kuna mipango mingi. Na Mungu anakuambia, anasema mtoto wangu, hii njoo ya muhimu. Anachagua yale iko ya muhimu ndani ya maisha yako. Kisha kwa hiyo mipango yako Mwenyezi Mungu anaongoza hatua zako. Unaenda naye kwa masomo, anakusaidia kusoma, kisha unapata kazi. Amen. Kwa hiyo unajua ukishapata kazi hiyo, utaingia ndani ya kanisa na kutoa cha 10. Amen. Na kutoa sadaka. Msifikiri kwamba nitaruka hapo. Amen. Je, kuna ndani ya miaka miwili tuwe watu hapo, this is the headquarters of Kingdom Life Community Church. Ndio maana mnapaswa kujua ukweli. Si Baptist itakuja kuweza kuambia hivyo. Si Christ Church itakuja kuambia hivyo. Ni sisi tunapaswa kuambia hivyo. Hakuna ibada yote ilifanyika hapa. Kama mimi ilifanyika ndizi ipo, mliambie. Na kumaliza ibada bila kuweka kitunga hapa na kuambia sadaka na chakula. Ilifanyika hapa. Kwa jua nini vitu vinafanyika hivyo, hamfikiri yake. Wao wanatuambia kila wakati sadaka na chakula, hawatuambia na gesi ya kuweza kutafuta hizo pesa. Amen. Kwa jua akisema
Mnafikiria kwamba ni watu wamepotea njia ya Mungu? Ni wale watu wiko wanafuata shetani? Kama ni pesa ni mbaya, kwa jua nini tunaweka kitunga hapa every Sunday? Amen? Jua maana kila kitu tunahubiri hapa, mwisho wake kitu ni pesa hapa. Kwa hiyo kila kitu Mungu kinafanyika kwa pesa. Amen? Makiti haya ni pesa. Makamera ni pesa. Maua haya ni pesa. Amen? Sikufunga na kuomba. Mwisho pesa inaingia ndani. Amen? Ndio maana tunapaswa kujua ukweli kwa hiyo tuweze kwenda ndani ya njia moja. Kwa kile na Mungu nasema kwamba watu wengi hawezi kwenda njia moja kama hawasikilizani. Yes. Amen? Amen. Ndio maana nataka mwaka 2019 tuambiane ukweli. Tunataka msaada kweli. Kwa juu tuweze kushinda. Tukiaficha ukweli hatutashinda. Na tukishindwa sisi tutashindwa na wewe utashindwa tena. Lakini Mungu yeye hashindwi. Ataita watu wengine watakuja nyuma watafanya hivyo. Kama vile wana Israeli walienda wakafika jangwani wakashindikana na Mungu. Akawaua, wakaenda na watoto zao. Amen? Mungu hashindwi. Pastor akishindwa ataenda na Jeremy. Jeremy akishindwa ataenda na mtoto wake. Kwa hiyo Mungu yeye alituumbia muda na wakati, lakini haishi ndani ya muda huo. Yeye anaishi eternity. Ndio maana tukija ndani ya nyumba hii ni baraka kwako na kuweza kufanya na kuweza kuchunguza muda huu na kuutumia mbele za Mungu. Yes. Hatuja hapa kumkopa Mungu. Amen? Kuna watu wanachanganya kwamba tukija hapa tukiomba sana, tukisifu na kuabudu, tukisema haleluya, tukiruka, Mungu hapa tumemsaidia leo, amefurahi. Amen? Hanyanganye hata kidogo. Amen? Sifa zake ni za milele. Amen? Ni kujidanganya bwana kwa mwanadamu. Amen? Hivyo vinatusaidia sisi wenyewe. Amen? Tukifanya hivyo inatupa kibali cha kuweza kwenda mbele zake na kuomba msaada. Amen? Kwa hiyo Mungu asaidiwe. Amen? Sasa utamchezea namna gani kwa juu wewe umjeuze Mungu? Utaomba namna gani kwa juu wewe umjeuze Mungu? Utafunga namna gani kwa juu umjeuze Mungu? Kila kitu unafanya ni kwa ajili yako. Ujue hivyo. Ukija hapa kuhubiri neno la Mungu ni kwa ajili yako. Ukikuja hapa ndani ya kwaya ni kwa ajili yako. Amen? Kwa juu vile unafanya njoo vile wewe unapata kibali na kuweza kuingia ndani ya hesabu ya watu Mungu anaamini na kuweza kwa kabisa mali yake kwa juu waweza kutumia. Kwa juu unakuwa mwaminifu mbele zake. Lakini kwake hata kama hukuje mali yake inabaki kuwa ile ile. Ni kama mtu yuko na pesa anangoja watu awasaidie. Kama watu hawakuje, ule mtu anapoteza kitu. Hapana. Lakini wale watu kama hawakuje ndio wanapoteza. Na Mungu ni hivyo hivyo. Ndio maana tukiingia ndani ya nyumba hii hatutaki tusukume mtu yoyote. Kwa hiyo kila mtu hata pastor mwenyewe na yeye anajitafutia kibali mbele za Mungu. Msione kwamba anaruka na ubiri. Kweli pastor ametupendeza, anataka turudi sana. Amen. Na yeye anajitafutia kibali mbele za Baba. Amen. Tena na kuwabariki mwenyewe. Kwa jina mwenyewe muweze kusema, kweli, kweli. Amen. Anytime anyhow, na wewe uweze kupata doctorate. Amen. Amen. Okay, tunaenda kumaliza. Naomba pastor atusomee Proverbs 10:24.
Mizali 10 verse 24. 10:24. Biblia inasema aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomjilia, na wenye haki watapewa matakwa yao. Rudilia hivi. Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomjilia, na wenye haki watapewa matakwa yao. Nilisoma neno hilo nikashangaa, machozi kanitoka. Amen. Hata sasa hivi nikisoma neno hilo nashangaa. Amen. Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakacho mjulia. Kile wewe kama wewe hauachani na maovu na kumogopa Mungu, wewe unaogopa usharati, unaogopa urozi, unaogopa wachawi, hicho ndio kitakacho kupata. Amen. Wewe kila wakati unakuja ndani ya nyumba ya Mungu, wanakuambia neno la Mungu, wanakuambia, wanahubiri, unaendelea kuogopa madhimoni, unaogopa hicho na hicho kitakacho kupata. Amen. Lakini neno la Mungu likatuambia, na mwenye haki watapewa matawa yao. Ukiwa wewe uko mwenye haki, chochote utatamani. In English it sounds vizuri. In English inasema hivi, the fear of wicked it shall come upon him, but the desire of the righteous man shall be granted. Amen. Shall be granted. The desire of you, if you are righteous, is granted. Amen. 100%. Hallelujah. Lakini kama wewe haujaachana na uovu na kuweza kuokoka sana na kusimama vizuri na Mungu, kile unaogopa. Njoo hicho. Usianze kuuliza pastor, nini itafanyika hapa? Hicho unaogopa hicho. Neno la Mungu linasema hicho ndio kitakacho kupata. Amen. Mbona wananichukia, wanataka kuniroga? Mbona nyumba yangu inataka kuvunjika? Watu wanakimbia nyuma ya mume wangu. Wavijana wanakimbizana nyuma ya mke wangu. Kama hauko mwaminifu, hauko mwenye haki, hicho. Amen. Ndio kitakacho kufuata. Ndio maana there is no choice. Amen. There is no choice ya kutembea na Mungu. Na hiyo choice si vitu vya kwanza kusunikana, kwanza push. Amen. Ni kusoma maneno haya kisa mefatana vizuri, na kuangalia kama na mimi light in ndani ya maisha yako, kama ni ukweli. Kwa juu Mungu hafichwe. Sikuja kuonesha pastors, kuenda kuonesha wazazi wako, ni wewe mwenyewe na kusimama na kusema mambo haya naeleza kweli. Kisha njoo utaanza kuandika ndani hiyo ingine. Mkiruka karatasi hiyo, usiandike kitu chochote. Amen. Nataka pastor tusomee neno la Mungu. Tunaenda kusoma Kutoka Exodus 3 to 15, chapitre 3 15 to 22, tutaendelea 4 1 to 15. Exodus, Kutoka, msiandike ndani ya karne. Okay? Mwachie hapo, msiandike kitu chochote. Hapa tunaenda kuona jinsi tutaandika, nitawaambia na vile mtaandika ndani. Pastor tusomee. Kutoka 3:15 mpaka 4:15. Yeah. Biblia inasema tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo,
amenituma kwenu. Hili ndilo jina Kila langu. mmoja pay attention. Hili ndilo jina langu milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Enenda ukawakusanye wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenitokea akaniambia, hakika nimewajilieni tena nimeyaona mnayotendewa huko Misri. Nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkaanani na Mhiti na Mwamori na Perizi na Mhiti na Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Nao watakusikia sauti yako, na utakwenda wewe na wazee wa Israeli katika mfalme wa Misri na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Basi sasa twakuomba tupe ruhusa twende mwendo wa siku 3 jangwani, ili tumtolee Bwana dhabihu Mungu wetu. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu, lakini nitaunyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake. Kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda, nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu. Lakini kila mwanamke ataomba kwa jirani, na kwa huyo akaaye naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Ninyi mtavika wana wenu na mabinti zenu, nanyi mtaweka nyara wa Misri. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa una ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe amerudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasiposadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala wasikuisikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyamwagaye mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye ukoma au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalolinena. Akasema, Bwana, nakuomba tuma kwa mkono wako utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Akasema, je, hayuko Aroni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayoyafanya. Amen. Amen. Tumesomewa neno la Mungu. Ni historia ndefu. Amen. Amen. Lakini nataka tuchukue mambo machache katikati ndani ya neno la Mungu la leo. Amen. Kila mmoja wakati tuko nao ninamchukulia kama Musa. Amen. Kila mmoja Mungu anampatia mission ya kufanya. Amen. Lakini hata kama Mungu amefanya maishara mengi ndani ya maisha yako, wewe haujiamini. Amen. Unasema mie sababu yoyote. Amen. Kama vile Musa anasema kwamba mie sijui kusema. Musa alikuwa anasema hivi, Farao achililia watoto wa
Amen. Ulimi wako ulikuwa uzito. Alikuwa anasema hivyo. Amen. Njoo pale ndio kisimama neno la Mungu linamaanisha hivyo. Akasema mie sifaa mbele za Farao, siwezi kusoma kitu chochote. Hata wazee wa Israeli hawatanikubali. Amen. Mungu akasema hivi, nani aliyeumba kinywa cha mwanadamu? Nani aliyeumba mwanadamu, aliyeumba masikio, aliyeumba vipofu na viziwi, vitu vyote si mie Mungu? Amen. Lakini Mungu kama alikuwa na uwezo huo, amen, kwa ajili ya nini hakumgusa Musa kwa kinywa chake na kuweza kutamka vizuri, kuspeak vizuri? Nataka mniulize why Mungu hakufanya hivyo? Mungu alimwambia, nani aliyeumba mwanadamu? Aliyeumba kinywa cha mwanadamu kusikia, vipofu na viziwi ni nani? Si Mungu? Kwa jua nini Mungu hakumgusa Musa kwa kinywa na kuweza kumweka gold na kuweza kuspeak mbele za Farao? Amen. Na kumwambia kwamba kuko Aaron, he's good speaker. Amen. Very innocent, he's good speaker. Amen. Amen. Kwa juu ya nini Mungu alifanya hivyo? Ndani ya project yetu tunaenda kufanya, Mungu anataka kukwambia wewe mwenyewe hauwezi kufanya kitu chochote, hauwezi kusogelea mbele ya Farao. Amen. Ndani ya mission hii, ndani ya project hii ya 2019, wewe mwenyewe hauwezi kwenda mbele ya Farao. Nikisema Farao ni shida yote, hauwezi kusogelea business yako, hauwezi kusogelea masomo yako, hauwezi kusogelea nyumba yako, hauwezi kusogelea watoto wako. Wewe mwenyewe hauwezi kuinua kanisa hili wewe mwenyewe. You need Aaron. Amen. Amen. Kwa kuweza kwenda na wewe kuweza kukusemea. Amen. Kwa juu Musa alienda kaambatana na Aaron, kisha anaenda na Aaron. Musa anamwambia Aaron cha kusema. Amen. Jana ndani ya maisha yako unapaswa kujua uchague nani Mungu aliweka na kipawa funguo ya maisha yako. Mungu aliweka kwa nani? Huo ndio Mungu atakuwezesha kufika mbele ya Farao na kuweza kushinda. Amen. Kwa juu Mungu alifanya hivyo, kwa juu Mungu asiweze kujiweza 100% yeye mwenyewe. Kwa juu aliyejiweza ni Mungu mwenyewe, hakuna mtu mwingine. Viumbe vyote vinahitaji msaada. Only God, yeye anajiweza yeye mwenyewe. Ndio maana ndani ya nyumba yako, ndani ya watoto wako, ndani ya business yako, ndani ya kazi yako, unapaswa kujua Aaron wako ni nani. Amen. Aaron wako ni nani wa kuweza kuenda naye uweze kufika kwa ushindi 2019. Amen. Aaron wako ni nani? Hapo shida imetokezea. Amen. Tuchunguze muda ndani ya karne hizo. Amen. Muko na muda from now until January 6, 2019. Mwandike nyuma mjeuze karne kwa nani kwa hapa. Mwandike hapa nyuma. January 6, 2019 itakuwa ni Sunday ya kwanza mwaka. Amen. Mwandike date hii. So, naomba 2019, naomba tafadhali. Amen. Nataka mimi nipige magoti. Amen. Na waomba 2019 kila Mkristo wa Kingdom Life Community Church uende uandike mipango yote
unataka kufanya ndani ya mwaka 2019. Amen. Kama unataka kufungua business, andika ndani. Kama unataka kumwimbia Mungu, andika ndani. Kama unataka kuhubiri ndani ya kanisa, andika ndani. Kama unataka kazi nzuri, andika ndani. Kama unataka kununua nyumba, andika ndani. Amen. Sitaki muende ndani ya karne hiyo mwanze kuniandikia vitu havina maana na kusema 2019 naomba Mungu unisaidie, 2019 naomba Mungu unilinde, 2019 naomba Mungu nikuone. Hivyo sivitaki ndani ya karne hiyo. Andika plani uko nazo za muhimu. Nataka Mungu akufanizie kitu gani? Yes. Ndani ya maisha yako, ndani ya familia yako, ndani ya biashara yako, ndani ya kanisa la Kingdom Life Community Church. Amen. Uviandike. Viandikiwe, sitaki vitaje kwa mdomo, viandike ndani. Amen. Ukishaandika vitu hivyo, uombe Mungu akuoneshe mtu gani atakusaidia ndani ya mipango hiyo. Aaron wako ni nani atakusaidia kufikia lengo hiyo ya mwaka? Kwa juu hautakuwa uko na project ya fisherman ya kuweza Kiswahili ya nani ya fisherman na nini? Ya kuvaa samaki na kuja kuniambia utachauzi Mungu ananiambia unisaidie, niko na project ya nani ya kuvaa samaki. Mimi si niko mvuvi wa samaki. Amen. Omba Mungu kufuatana na plani zako. Lakini usiruke vile vyote tulitangulia. Uandike vizuri mipango yako. Nini unataka ndani ya nyumba yako? Kama ni ndoa, kama ni watoto, everything. Andika na ndani. Amen. Ukishaandika chini ya vile vitu, ukishajua kwamba hapa 2019 Mungu akinifanyizia hivi nitamshukuru. Andika pesa ngapi pledge utamupa Mungu, utamtolea Mungu akitimiza hayo. Amen. Mungu akifanya vitu hivyo, ukitembea naye akifanya hivyo, utamshukuru na kiasi gani cha pesa. Amen. Sitaki maneno hapa. Tuko pamoja? Sitaki nene mbele za Mungu nimwambie Mungu 2019 nataka unibariki $25,000. Kisha nasimama hapa nasema Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu ni mwema, amenibariki 2019, nimepanga $25,000. Mnakoe. Amen. Na mimi naenda nakaa. Amen. Ndani ya vitu hivyo utamtolea kitu gani? Na kitu utamtolea George inamaanisha kwamba Mungu atafungua macho na kuweza kufanya vitu hivi. Kwa hiyo Mungu hawezi kukufanyizia na kukupa $50,000 na unamtolea $10. Ukisema kwamba Mungu anatakupatia $50 lakini chini unaandika utamtolea 5, usiamini kwamba Mungu atafanya hivyo. Hata wewe mwanadamu huwezi kuifanya kama mtu akifanya hivyo. Ukisema Mungu nataka nipate ndoa nzuri, mke mwema, utamtolea kiasi gani? Kufuatana na kitu hicho natamani. Chini utaandika, njoo kitaweza kunyorosha mkono wa Mungu. Lakini bila kusahau na mwanzo wa pale tumeanzia. Amen. Nimalizie kidogo nitaenda mbio. Neno la Mungu ndani ya kitabu cha Luka. Amen. Malaika mtakatifu anamuonekea Maria, anamwambia kwamba utazaa mfalme. Amen. Tena anamwambia Elizabeth, your relative, she's pregnant. Amen. Nyuma Maria anatoka nyumbani mwake anaenda kumwona Elizabeth. Amen. Kwa hiyo nini? Both they are pregnant. Miracles together. Usikimbie kuomba ushauri kwa mtu, yeye hatamani kitu chochote mbele za Mungu. Amen. Utaenda kumwambia mipango yako yote, kisha yeye atafanya abortion. Amen. Ni kama wewe kwa pregnant 2 months, unaenda kwa nani? Kwa mtu
weza kushangilia. Tumekwenda kuvimba. Usitoe hiyo mimba, nenda kukuharibu. Hivyo kama ukienda kuomba ushauri kwa mtu haiko ndani ya project hii, hatamani kupata kitu mbele za Mungu, kitu atafanya mbele zako ni abortion. Ndio maana tukitoka hapa, jua fasi utatembelea. Yes. Jua fasi utashirika neno hili. Usianze kuzungumza mambo ya mtu yote akaida. Zungumza kweli na mtu yeye, na unaamini kwamba na yeye anatamani kitu, mtaungana mkono na kuweza kuomba. Kama Mary alienda kumwona Elizabeth kisha wakaanza kufurahi. Amen. Tena tukiona kitabu cha Kutoka, Musa banaenda wanakutana na shida ndani ya jangwani, lakini Mungu amefungua njia. Kisha Musa akamwambia Jethro, Jethro was his father-in-law, akamwambia Mungu ametupatia maagano mazuri na kupata nchi ya asali, nchi nzuri sana. Usikuje tuende pamoja. Amen. Naye akamjibu, no. Nimerudi ndani ya watu wangu. Amen. I think it's not Jethro. Ni ule anaitwa relative wa Jethro, Habab. Amen. The son of Jethro. Alimwambia usije tuende pamoja. Amen. Alikuwa anamuonesha mambo mema, vitu vizuri, lakini yeye anasema no. Amen. Ukienda kusema vitu hivi, kuzungumza na neno hili na mtu mwingine, jua huyu mtu na yeye yuko ndani ya project ya Mungu. Amen. Hata kama unamwambia mambo mazuri, usijiamini kwamba yeye atafurahia au atafuata na kuweza kukusaidia. Amen. Na neno la Mungu lipewe sifa. Tutaonana January 6. Na mimi nitakuwa niko hapa. Tena nataka nilage Christmas New Year nitakuwa niko Canada. Amen. Lakini na mimi nitajaza mipango yote yangu na familia yangu na watoto wangu. Amen. Kitu cha kwanza nataka niongeze, kama ni mtoto wako anaenda kwa masomo, nataka lengo la mwaka huu unakuja ni A. Amen. Hatutaki B ndani ya report form. Tuko pamoja? Amen. Kama mtoto wako report form yake inakuja DC. Tena na wale wote wako university na wale wako college. Amen. Report form tunataka hapa ni A. Amen. Yes. Tuko pamoja? Yes. Mungu wetu ni Mungu wa number 1, ni Mungu wa uwezo. Amen. Haiko number 2, haiko number 3. Yeye ni number 1. Amen. Kwa watoto tunaomba wazazi mwasaidie muandike tunataka report form iko A. Na wewe ukisema mtoto wako alete A na wewe unatoa kile utaleta. Na Mungu ipewe sifa.